Eneo la Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza na katika Amka na BBC asubuhi hii. We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanaendelea, miundombinu ya kijeshi ikilengwa zaidi. Ethiopia yazindua kituo cha kwanza cha polisi kidijitali ambapo wananchi wanaweza kuripoti uhalifu bila kukutana na ana kwa ana na polisi. Na katika gumzo hii leo tunazungumza na mkazi wa Tehran kuangalia hali ilivyo ndani ya Iran wakati huu wa vita. Vioo vya jengo lote vilikuwa vikitikisika vibaya sana, na tulitoka katika hali ya taharuki kubwa sana kwa kuhofu kwamba pengine linalokusudiwa kulengwa hasa ni lile jengo ambalo sisi tulikuwa ndani yake. Baada ya hapo sauti za makombora zikasikika pia. Kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwenu na Florian Kaijage. Karibu Florian. Asante Harima. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasema ongezeko la ukatili kote Mashariki ya Kati na kwingineko tayari limechochea watu kuyahama makazi yao na kutafuta sehemu salama zaidi. UNHCR imesema takriban watu 100,000 waliondoka mji mkuu wa Iran, Tehran, katika siku 2 za mwanzo kufuatia mashambulio ya Marekani na Israel. Imeeleza zaidi kuwa huko Lebanon watu 58,000 wamehifadhiwa katika maeneo ya pamoja. Nako nchini Syria limesema takriban raia 10,000 wa Syria na raia 1,000 wa Lebanon walivuka kutoka Lebanon Machi pili, idadi ambayo ni mara 3 ya wastani wa kila siku. Israel inasema mfumo wake wa ulinzi wa anga unafanya kazi kukabiliana na makombora yaliyorushwa na Iran mapema Alhamisi. Hayo ni mashambulio ya kwanza baada ya mapumziko ya zaidi ya saa 7. Samba Tenza na maelezo zaidi. Hakukuwa na ripoti za mara moja za vifo au majeruhi. Israel inasema kuwa inapunguza vizuizi kwa umma kwa kuwa idadi ya mashuti yaliyotolewa kutoka Irani inapungua. Wakati usiku ulipoingia jana, Israel ilizindua wimbi jipya la mashambulio katika mji mkuu wa Iran, Tehran, ikisema inailenga miundombinu ya kijeshi. Ripoti kutoka Iran zinasema mji wa kaskazini magharibi wa Bukan pia uliathirika vibaya, huku jengo la serikali, nyumba za makazi na biashara zikiharibiwa. Zaidi ya watu 200 wanaripotiwa kufariki dunia kutokana na maporomoko ya udongo huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali inasema 70 miongoni mwao ni watoto. Maporomoko hayo yalitokea Jumanne, yalisababishwa na mvua kubwa. Yamesababisha shimo kuanguka katika mgodi wa madini ya coltan wa Rubaya uliopo mashariki, ambao unadhibitiwa na waasi wa M23. Rubaya inazalisha takriban 30% ya coltan yote duniani. Coltan ni madini ya thamani kubwa ambayo hutumiwa kwa utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki kama simu za kiganjani, kompyuta mpakato na betri za magari ya umeme. Na jaji wa mahakama ya kitengo cha biashara huko New York, Marekani, ameiagiza serikali kuanza kurejesha fedha za ushuru ambao Rais Donald Trump aliweka kwa mamlaka ya dharura hapo mwaka jana na ambao mahakama ya juu baadaye iliamua kuwa ni kinyume cha sheria. Jaji huyo pia amesema serikali inapaswa kurejesha kodi ya uagizaji pamoja na riba. Ushuru umekuwa sera mahsusi inayomtambulisha Rais Trump, na makadirio mengine yanaonyesha serikali inaweza kuwa imekusanya hadi dola bilioni 175 ambazo sasa serikali inakabiliwa na uwezekano wa kuzirejesha. Jumatatu juma hili mahakama nyingine ilikataa jitihada za serikali kuchelewesha malipo ya marejesho ya kodi. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia Radio 1 Stereo, Radio Free Africa, Classic FM, Abud FM, CGFM, Loliondo FM na Radio Kwizera. Nchini Kenya tunasikika kupitia Mwaned FM, Nyota FM, County FM na Pamoja FM. Uganda ni Radio Paiza, Radio Lira, Radio Kitara, Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Mimi ni Halima Nyanza, karibu.
Na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanaendelea kwa nguvu, huku mamlaka za Iran zikiripoti kuwa zaidi ya watu 1045 wameuawa tangu Jumamosi. Jeshi la Iran limetangaza kuanza wimbi jipya la mashambulizi ya anga katika mji mkuu Tehran, nalo bunge la Seneti la Marekani likishindwa kuyapunguza mamlaka ya Rais Donald Trump. Omar Mkambara na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Israel, mashambulizi haya yanalenga miundombinu ya kijeshi inayohusisha utawala wa Irani katika maeneo mbalimbali ya jiji la Teherani. Ripoti kutoka Teherani zinaeleza kuwa milipuko mikubwa imekuwa ikisikika usiku kucha katika mji huo. Wizara ya afya ya Iran imesema watu 1000 wamefariki na zaidi ya watu 6000 wamejeruhiwa tangu kuanza kwa mashambulizi ya hivi karibuni. Hata hivyo, Iran imejibu mashambulizi haya kwa kurusha makombora na droni kuelekea Israel na baadhi ya mataifa ya Ghuba yenye vituo vya kijeshi vya Marekani. Nalo bunge la Seneti la Marekani limeshindwa kupitisha azimio la kupunguza mamlaka ya Rais Donald Trump kuhusu kuidhinisha hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Iran. Kushindwa huku kupitisha azimio kuna maanisha kwamba Rais Trump ataendelea kuwa na uwezo wa kuamuru operesheni za kijeshi dhidi ya Iran bila kipingamizi kipya kutoka bunge la Seneti. Na Trump amesisitiza kuwa wanafanya kazi nzuri katika operesheni hiyo ya kivita. Tunaendelea vizuri sana katika uwanja wa vita. Kwa kusema ukweli kabisa, mtu mmoja aliuliza, kwa kipimo cha alama 10 ungeipa operesheni hii alama ngapi? Nikasema labda 15, na tutaendelea kufanya vizuri. Tuna jeshi bora zaidi duniani bila shaka yoyote. Wakati huo mamlaka nchini Iran zimetangaza kuahirisha mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya Marekani na Israel katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Afisa mmoja wa serikali amesema kuwa kumekuwa na maombi mengi wananchi wanataka kuhudhuria hafla hiyo ya siku 3 iliyopangwa kufanyika kuanzia jana Teherani. Hata hivyo, maandalizi ya miundombinu na hali ya kiusalama bado inahitajika kuimarishwa zaidi. Awali mazishi yalipangwa kuanza jana Jumatano. Na jeshi la Marekani limethibitisha kwamba wanajeshi wake 6 wamefariki dunia katika mzozo unaoendelea huko Iran na walikuwa wametumwa Kuwaiti na waliuawa siku ya Jumapili. Jeshi la Marekani limeeleza kwamba linafanya uchunguzi juu ya tukio hilo, huku vigogo wa jeshi wakionya kwamba huenda idadi ya vifo vikawa kubwa zaidi kama vita hiyo itaendelea. Na wizara ya usalama wa ndani ya Qatar imetoa amri ya kuwahamisha wakazi wanaoishi karibu na ubalozi wa Marekani jijini Doha kama tahadhari ya kiusalama. Ni taarifa yake Omar Mkambara. Na wakati mvutano ukiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati na hofu ya kuzorota kwa usalama wa usafiri wa mafuta duniani, macho ya wengi yameelekezwa katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta ghafi yanayosafirishwa kimataifa. Wataalamu wanaonya kuwa usumbufu wote katika eneo hilo unaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuathiri moja kwa moja uchumi wa mataifa yanayotegemea uagizaji wa nishati yakiwemo ya Afrika Mashariki. Ili kufahamu zaidi athari zinazoweza kujitokeza, Roncliffe Audit amezungumza na mtaalamu wa sekta mafuta na gesi Mwendi Nyaga. So hii mlango inabeba mafuta mingi sana. Takriban 20% ya ile mafuta yote inapitia kwa bahari inapitia hapa kwa hii mlango. Ni mlango muhimu sana kwa ile mafuta inakujanga huku kwetu. Sasa tayari bei ya mafuta imepanda kote duniani. Hii imesababishwa na nini? Kwa sababu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilianza siku ya Jumamosi tu. Sasa unajua vile dunia inakuanga, haikuangi na spare capacity kubwa sana ya mafuta. Tuseme tuna consume kama barrel milioni 100 kwa siku dunia mzima, na spare capacity inakuanga kama milioni 2 hivi. Ukishafunga mrango ambayo inapitia barrel kama milioni 15 kufikia 20 kwa siku, ni kusema unaweza kufanya dunia ipate upungufu kwa muda mfupi sana. Na unapozungumzia hilo la bei kupanda, tayari nchi kama Tanzania imesema mafuta yake yamepanda kwa 13% hivi. Kenya kwa upande wake inasema bado ina mafuta ya kutosha. Je, unadhani hali hii itakuwaje katika siku au wiki chache zijazo, hususan katika nchi za Afrika Mashariki?
Naona ukweli ni hiyo imesemekana na Tanzania. Hata kama imepanda mara moja, hiyo sasa ni kusema ni bei yao ni kama inapangangwa kulingana na bei ile iko kwa kitaifa. Vile Kenya wanasema kuna mafuta ya kutosha, sijui hiyo mafuta iko wapi, lakini mimi najuanga tunakuanga na mafuta ya kama siku 21 mpaka 20 hivi. After that lazima mafuta tutaconsume kwa bei ile itakuwa ikikuja. Hali hii itakuwa na athari gani? Itamwathiri vipi mwananchi wa kawaida? Bei ya usafiri kwanza, hiyo itaenda juu haraka sana. Alafu bei ya vitu zingine itafuata, kwa sababu kila kitu inasafirishwa ndio iende pale inaenda. Hata kama ile kiwanda inatengeneza hizo bidhaa haitumii mafuta, bado hizi bidhaa lazima zisafirishwe kutoka pale zinatengenezewa mpaka zifikie yule mwananchi. Kwa hivyo ile hatari sana ni kuwa tuishiwe na mafuta. Hiyo ndio itakuwa hatari kubwa sana, juu sasa hiyo itafunga kila kitu. Nam ni mtaalamu huyu wa sekta ya mafuta na gesi Mwendia Nyaga, kama alivyozungumza na Roncliffe Odit. Ethiopia imezindua kituo chake cha kwanza cha polisi kisicho na maafisa waliopo moja kwa moja. Ni kituo cha kidijitali ambapo wananchi wanaweza kuripoti uhalifu bila kukutana ana kwa ana na afisa wa polisi. Mradi huu wa majaribio katika jiji la Addis Ababa ni sehemu ya juhudi za Waziri Mkuu Abiy Ahmed za kuboresha na kuifanya huduma ya umma iwe ya kisasa zaidi. Lakini bado kuna wasiwasi kuhusu upatikanaji, imani ya wananchi na kama teknolojia inaweza kweli kuboresha shughuli za kila siku za ulinzi na usalama. Hii hapa taarifa yake Albert Kirui. Hakuna dawati la mapokezi. Hakuna maafisa wa polisi nyuma ya kaunta. Hakuna kitabu cha kunakili matukio, yani OB. Hiki ndicho kituo cha kwanza cha polisi kisicho na maafisa waliopo moja kwa moja nchini Ethiopia. Hapa jijini Addis Ababa, wakazi sasa wanaweza kuripoti matukio kidijitali bila foleni wala mawasiliano ya ana kwa ana. Mfumo huu wa kidijitali utakuongoza kama mtumiaji wenyewe hatua kwa hatua. Utaweza kuwasilisha malalamiko yako, kuripoti ajali za barabarani na kuandika maelezo kabla ya taarifa hizo kuingizwa moja kwa moja kwenye mtandao ya utawala wa polisi nchini Ethiopia. Kama kuna mtu ana tatizo lolote, anakuja hapa moja kwa moja na kutoa taarifa. Hakuna polisi wanaokaa hapa muda wote. Hivyo mhusika hupiga simu kwa afisa wa polisi aliyoko kituoni na kutoa taarifa zote alizonazo. Kisha hatua huchukuliwa mara moja bila kuchelewa. Ikitokea kuna tukio lolote, tuna askari wanaofanya doria kuzunguka kituo. Tunawajulisha ili waje kutoa msaada kulingana na taarifa iliyotolewa. Mradi huu ulizinduliwa chini ya uongozi wa Waziri Mkuu Abiy Ahmed kama sehemu ya mpango mpana wa mageuzi ya huduma za umma kwa njia ya kidijitali. Na msikilizaji, taarifa hiyo ya Albert Kirui moja kwa moja inatuunga kwa michezo na Omar Mkambara. Karibu. Asante sana Halima, na moja kwa moja mimi nitakuwa naanzia kwenye kandanda asubuhi ya leo, ambako hapo jana kulikuwa kuna mwendelezo wa ligi kuu pale nchini England, na washika mitutu wa London Arsenal ni kama wanaendelea kukaribia ubingwa wa ligi kuu ya pale nchini England baada ya kupata ushindi wa goli moja kwa bila, goli lao pekee likifungwa na Starboy Bukayo Saka. Lakini kwenye michezo mingine, Chelsea walijitengenezea mazingira mazuri ya kucheza ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao baada ya kuchomoza na ushindi wa goli 4-1 dhidi ya Aston Villa. Manchester City, the Citizen, wakiwa nyumbani Etihad, walivutwa shati na Nottingham Forest kwa sare ya goli 2-2, na hivyo wanakuwa wanazidiwa sasa kwa alama 7 na Manchester na Arsenal ambao wao ndio vinara wa ligi mpaka sasa. Na ukiangalia msimamo ulivyo, Arsenal ana alama 67 wakati Man City akijikusanyia alama 60. Na katika mchezo mwingine ulipigwa pale St James Park ambako Newcastle United waliwashangaza Manchester United kwa kuwapiga goli 2-1. Newcastle walianza kupata goli kwa mkwaju wa penalti kupitia kwa Anton Gordon, kisha Casemiro akichomoa goli hilo kwa kichwa baada ya mpira wa adhabu kupigwa na Bruno Fernandes dakika za lala kwa buriani, zile dakika za jioni kabisa. Newcastle akapata goli la pili na kufanya mchezo huo kumalizika kwa Newcastle kuibuka wababe
kwa goli hizo 2-1. Leo kutakuwa kuna mwendelezo wa mchezo mmoja kwenye EPL ambako Spurs watakuwa nakipiga na Crystal Palace, na pale Ufaransa kuna mchezo mmoja wa kombe la Ufaransa. Lyon atakuwa anacheza na Lens. Lakini sasa tuangazie michezo ya kikapu ambayo imemalizika asubuhi hii. New York Knicks wameweza kucheza na Oklahoma City Thunder ambako Oklahoma wameshinda kwa vikapu 103 dhidi ya vikapu 100. Shukrani sana Omar Mkambara. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza na habari kuu asubuhi hii. Mashambulizi ya pamoja Marekani na Israel dhidi ya Iran yanaendelea. Ethiopia yazindua kituo cha kwanza cha polisi kidijitali ambacho wananchi wanaweza kuripoti uhalifu bila kukutana na polisi. Na katika gumzo hii leo tumezungumza na mkazi wa Tehran kuangalia hali ilivyo ndani ya Iran wakati wa vita. Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ulivyosikia katika taarifa yetu kuu, mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yanaendelea kwa nguvu, huku mamlaka za Iran zikisema zaidi ya watu 1045 wameuawa tangu Jumamosi mashambulizi yalipoanza. Nimezungumza na mchambuzi na mkazi wa Tehran, Iran, Abdullah Fattah Musa, anayeshuhudia hali nchini humo, na amenielezea shambulizi kubwa lililofanywa jirani na alipokuwa. Ilifanyika karibu kabisa na jengo la ofisi yetu, na lilitokea katika hali ambayo tulihisi kama kwamba limetokea tetemeko la ardhi, kwa sababu hapa ni pahala ambako panatokea sana matetemeko ya ardhi na tumeshawahi kushuhudia hali hiyo, lakini lilikuwa ni tetemeko la kutisha kiasi kwamba vioo vya jengo lote vilikuwa vikitikisika vibaya sana, na tulitoka katika hali ya taharuki kubwa sana ili kuweza kunusuru maisha, kwa kuhofu kwamba pengine linalokusudiwa kulengwa hasa ni lile jengo ambalo sisi tulikuwa ndani yake. Lakini tulipotoka tukaona kwamba ni shambulio lililofanywa katika maeneo ya kando kando ya jengo la ofisi, na tulichoshuhudia ni moshi mwingi tu ulikuwa ukifuka nje, ingawa baada ya hapo pia sauti za makombora zikasikika pia zinaendelea kufanya mashambulizi, na mtikisiko wake ulikuwa unasikika wazi wazi, kuonyesha kwamba mashambulio yenyewe yalikuwa ni mashambulio yenye nguvu kubwa sana. Wewe ulichukua hatua gani na ulifanya nini wakati huo? Kutoka kukimbilia nje ya eneo la majengo ya kazini kwa ajili ya kuweza kutafuta njia na usafiri wa kuweza kukimbilia na kurudi nyumbani, ndio kitu ambacho iliwezekana. Ilikuwa ni siku ambayo ni ya pili baada ya kuanza vita, ni siku ambayo yalifanyika mashambulio mengi sana tena makubwa hapa katika mji mkuu Tehran. Katika shambulio hilo ambalo lilikugusa la karibu, hakuna mtu wa karibu aliyejeruhiwa au kuuawa? Hakukuwa na athari yote zaidi ya watu ambao wengine tu, hasa akina mama wenzetu wanawake, ambao wengine walionekana kupata hali fulani ya mshtuko, kwa sababu shambulio halikuwa limelenga hasa hapo tulipokuwa sisi, lililenga maeneo ya kando ambako kulikuwa kuna vituo vya kijeshi. Athari bila shaka yote zitakuwa kama zilipatikana, ikiwa majengo hayo ya kijeshi yalikuwa watu bado wamo ndani yake, bila shaka yatakuwa ilisababisha maafa makubwa. Kwa sasa hali ya mashambulizi ikoje? Hali ya mashambulizi yanayofanywa na majeshi ya Marekani na Israel inaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Tehran. Unaweza ukashuhudia mashambulio yanafanywa katika wakati wa mchana kweupe, na wakati mwingine yanafanywa katika usiku, ikiwezekana hasa sana usiku mkubwa. Hili halihusiani na Tehran peke yake, ni katika miji mbalimbali. Ndivyo hali ilivyo hivi sasa, ingawa mazingira na harakati za watu zinaendelea kama kawaida. Kila baada ya kumalizika wakati wa kuingia magharibi, watu wanapomaliza kufuturu, wamekuwa na utaratibu wa kumiminika mabarabarani na kusanyika kuomboleza, na hali hiyo inayoshuhudiwa katika miji mbalimbali ya Iran. Wanasoma dua na vile vile wanatoa kauli mbiu mbalimbali za hamasa, kutangaza uungaji mkono wao kwa kiongozi mkuu aliyeuawa Ayatollah Khamenei, kulaani Marekani na Israel na kutangaza msimamo wa kwamba watasimama mpaka damu yao ya mwisho kukabiliana na vita hivi ambavyo wao wenyewe wanaamini kwamba ni vita vya kidhulma ambavyo vimeanzishwa dhidi ya Iran. Maeneo gani ambayo yanalengwa sana na mashambulizi? Inavyoonekana kwa sehemu kubwa sana maeneo ya kijeshi ndio ambayo yanalengwa katika mashambulizi hayo, na hayaishii katika upande wa vikosi vya ulinzi tu kama ni jeshi lenyewe au jeshi la walinzi wa mapinduzi, lakini hata vituo vya jeshi la kujitolea
anga ambalo linajulikana kama jeshi la Basiji, na hali kadhalika katika vituo na maeneo mbalimbali muhimu ya polisi. Lakini mbali na sehemu hizo ni kwamba kama ambavyo siku ya kwanza ilishuhudiwa kwamba skuli ya wanafunzi wa msingi ilishambuliwa katika mji wa kusini wa Iran, Minab. Mfano wa hilo ni shambulio ambalo lilifanywa juzi katika eneo la mzunguko wa Azadi ambalo ni eneo maarufu la Iran. Kulifanyika shambulio moja kubwa sana ambalo athari zake zilitapakaa katika sehemu kubwa sana ya eneo hilo, na waathirika walionekana wengi kwamba ni raia wa kawaida, magari ya kawaida ya watu ndio ambayo yaliathirika. Na vivyo hivyo katika hospitali moja muhimu sana inaitwa hospitali ya Gandhi, katika kipindi cha siku 3 zilizopita lilifanyika pia shambulio moja baya sana, na ni hospitali ya watoto, na hata Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amelizungumzia sana tukio hilo. Mashambulizi haya yanafanyika wakati Iran nafahamu kuna msiba wa kiongozi mkuu. Shughuli za msiba kwa ujumla zinaendelea vipi? Kihistoria utakumbuka kwamba Iran ilipigana vita vya miaka 8 na Iraq wakati wa utawala wa Saddam Hussein. Kwa hivyo kwa namna fulani kumbukumbu zile kila mwaka Iran zinakuwa zinakumbushwa, hamasa ile wa Iran wanajikumbusha. Kwa hivyo kiujumla wanachukulia suala la wao kushambuliwa na kuvamiwa kijeshi kama kwamba ni sehemu ya maisha yao na mapambano yao. Ndio unaweza kushangaa kwamba sasa hivi vita vinaendelea, lakini wananchi hawahofu. Kila siku usiku, kike kiume, vijana, wazee, wote wanamiminika barabarani, wanaomboleza, wanatoa kauli mbiu za kulaani mashambulio ya Marekani na Israeli na kumwenzi kiongozi wao. Kwa hivyo huwezi kusema kwamba shughuli za maisha ya kila siku zimesita au hayo matayarisho ambayo yamepangwa. Hata kulikuwa matayarisho yafanyike jana usiku yaanze ya kuanza kuaga mwili wa kiongozi mkuu Ayatollah Khamenei, lakini shughuli hiyo ikaakhirishwa, na ilivyoelezwa kwamba tatizo kubwa ni umati wa watu ambao walikuwa waanze kushiriki katika zoezi hilo la siku 3. Ikaonekana kwamba shughuli za kilojistiki na kuweza kushughulikia na kuwahudumia watu itakuwa gumu, ndio maana ikaamuliwa liakhirishwa hadi wakati mwingine. Kwa hivyo shughuli za maombolezo, shughuli za masuala mengine ya maandalizi ya maziko yamekuwa yanaendelea kama kawaida. Kwa raia wa kigeni kuna hofu gani? Raia wa kigeni ambao wapo wengi hapa Iran ni wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu vya Iran, na tokea siku ya mwanzo ya vita serikali ya Iran ilitoa tangazo la kutaka kuwepo na utayarishaji wa suhula za kuwafungulia njia wanafunzi wa kigeni waweze kuondoka bila matatizo hapa nchini kupitia njia za ardhini, hasa kupitia nchi kama Armenia na Uturuki ambazo zinaonekana kwamba ziko salama kwa shughuli hiyo. Kwa upande wa raia wa Tanzania kumekuwepo na taarifa kwamba baadhi yao mapema sana waliwahi kuondoka, lakini hivi sasa kuna mawasiliano ambayo yameanzishwa rasmi baina ya Watanzania ambao sisi tupo hapa pamoja na ubalozi wetu ambao unashughulikia masuala ya Iran ambao uko katika muungano wa falme za Kiarabu Imarati, kwa ajili ya kuona ni namna gani tunaweza tukasaidiwa kwa ajili ya kuweza kuondoka hapa. Kwa hivyo raia wa kigeni mbalimbali kupitia balozi zao wamo katika harakati za kuondoka hapa na kuelekea kwenye mpaka wa Armenia kwa ajili ya kuendelea safari yao ya kurejea makwao. Kwa nchi kama Israel inaposhambuliwa ama kunapoonyesha ishara ya kushambuliwa, tunasikia ving'ora vya tahadhari vikilia. Sasa kwa Iran, je, kuna ishara yoyote ambayo mnapewa kama shambulio linataka kufanywa? Kwa bahati mbaya hali kama hiyo hapa Iran haijakuwepo kwa mtazamo wa kimatayarisho. Pahala kama Israel kuna kuwepo na sehemu maalum ambazo zimetengwa kwa ajili ya watu kukimbilia mafichoni kwa ajili ya usalama wao, lakini hapa Iran sehemu kama hizo rasmi ni chache mno sana. Zaidi watu wanakuwa wanashauriwa kukimbilia labda chini ya treni za chini ya ardhi au metro kama zinavyojulikana, ndiko sehemu ambazo watu wanaambiwa kwamba labda waweze kuzitumia wanapohisi pengine yanapotokea mashambulio katika mazingira kama hayo. Lakini kwa watu katika nyumba za kawaida au katika maeneo ya kawaida ni kwamba sehemu kama hizo ni chache, na ndio maana katika muda wa siku 5 tu tayari takriban watu 1,000 karibu na 50 wameuawa katika mashambulizi haya ya kijeshi, na wengi wao ni raia wa kawaida. Nani anakaimu nafasi ya Khamenei kwa sasa? Kutokana na utaratibu wa katiba ya Iran, kuna jopo la viongozi watatu ndio ambao kwa sasa wanashughulikia kazi zote za uendeshaji wa nchi zilizokuwa ziko kwenye hatamu za kiongozi mkuu. Jopo hili linamhusisha rais, mkuu wa idara ya mahakama na mmoja wa maulamaa wa baraza ambalo linahusika na kushughulikia masuala ya katiba. Naam, ni mkazi wa Tehran Abdul Fatah Musa ambaye anashuhudia mashambulizi yanavyoendelea nchini Iran. Mudi Jongo umeguswa na taarifa hii, unasema unawapa pole wa Iran. Na Amani Mugonde unasema jamani, tunaomba wapatane ili hali hii iishe. Mbaraka Moshi unasema Iran na Marekani kaeni muza moja yaishe.
Msikilizaji, kwa watumiaji wa saluni mbalimbali za mitindo ya nywele ama Waswahili wanaita chegani, wamezoea kuona ama kusikia wateja ama wafanyakazi wake wakijadili ama kupiga soga kuhusu masuala ya kijamii ama habari zinazovuma zaidi katika mitandao ya kijamii kuwahusu watu wengine. Lakini hali ni tofauti katika saluni ya Maria Wilson iliyopo Dar es Salaam kutokana na upekee wake wa aina wanayotumia ya kusifu na kuabudu wakati wakitoa huduma. Mwandishi wa BBC Veronica Mapunda ametembelea saluni hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hili si kanisa, ni saluni ya wanawake. Katika mtaa huu uliopo Kimara jijini Dar es Salaam, kuna saluni isiyo ya kawaida kabisa, Chido Point, ambapo badala ya kelele za mashine na mazungumzo ya kawaida ya saluni, sauti za nyimbo za kusifu na kuabudu ndizo zinazosikika. Kwa mmiliki wa saluni hiyo, kuimba si jambo jipya, lakini sasa ndipo ulimwengu unaanza kutambua kile anachokifanya. Mimi reality kwa maisha yangu nimeokoka, napenda Yesu, napenda kuimba. Kwa hiyo ilikuwa saluni kwangu, hata na wadogo zangu na ushirikiano nao kwenye kazi wanajua dada anapenda kuimba. Kwa hiyo kuna muda tunaweza tukaweka nyimbo tunaimba na sisi. Ila rasmi kabisa kuanza kuposti kwenye mitandao ya kijamii imeanza mwaka jana mwanzoni kabisa. Yes, tukaanza kuposti, mwitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa wa kututia moyo kuliko kutuvunja moyo, na sisi tukasimamia misimamo yetu kwamba kuanzia sasa hivi tunatamani kutoa huduma hii kwenye saluni yetu, kwamba tutasifu na kuabudu. Video zake akisuka huku akiimba nyimbo za ibada zimesambaa kwa kasi katika mitandao ya kijamii, zikivuka mipaka kutoka Tanzania hadi Nigeria na kwingineko barani Afrika. Sijawahi kutegemea kwamba eti sijui kama hivyo Nigeria, Kenya, wa Kongo, utukufu ni kwa Mungu. Sikutegemea kabisa. Mimi nilijua kwamba nipo siku nitajulikana pengine kwa kusuka vizuri, kwa kubuni staili mpya. Kwa baadhi ya watu, saluni hii imekuwa zaidi ya sehemu ya kutengeneza nywele. Imekuwa mahali pa faraja ya kiroho. Naitwa Mama Mchungaji Neema Lonas Kiwele. Nimependa huduma, na la mwisho kabisa ambalo nimelipenda ili swala la kufanya ibada au kumwabudu Mungu. Kwa majina anaitwa Dina Pasco. Kitu kikubwa sana ambacho kimenivutia kuja hapa ni ile huduma ya kusifu na kuabudu. Mimi napenda. Hakuna wa kufanana na Yesu. Hakuna wa kufanana na. Licha ya mazingira hayo ya kiroho, mmiliki wa saluni anasisitiza kuwa huduma ni kwa kila mtu bila kujali dini. Ndani ya saluni kuna vyumba maalum kwa watu wenye imani tofauti au kwa yeyote ambaye hatopenda kushiriki. Hata baadhi ya wafanyakazi wake ni kutoka imani tofauti. Naitwa Pili binti Hashim. Huwa nasifu na kuabudu. Huwa nashirikiana nao na nazipenda sana, na nyimbo zangu nazipenda. Kwa wengine hii ni saluni tu, lakini kwa wateja wa Chido Point ni mahali ambapo urembo wa nje unaambatana na utulivu wa ndani. Kwa sasa saluni hiyo imetenga siku maalum za kusifu na kuabudu, kila Alhamisi na Jumapili, wakati siku nyingine huduma za kawaida zinaendelea kama kawaida. Naam, ni taarifa yake Veronica Mapunda. Asante Alfos Wanjala kwa kutusikiliza ukitokea Unguja, Zanzibar. Evans Kiplagat Kipton unauliza chanzo cha vita hivi ni nini? Na mimi nakwambia fuatilia mitandao yetu ya BBC Swahili utajua chanzo cha vita ni nini. Promises Rafiki unasema unatusikiliza kutokea nchini Afrika Kusini. Naam, Amka na BBC iliyosimamiwa na Omar Mkambara. Mpaka hapo haina la ziada. Fundi mitambo ni Samba Tenzi na Hebet Masue. Mariri ni Florian Kaijage. Mimi ni Halima Nyanza. Usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia, ambapo utamsikia Skola Kisanga pamoja na Hamida Abubakar. Na kutakia siku njema na kwaheri kwa sasa.